Majina ninaitwa Augustino Mwaimu Hiza, ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini, na pia ni mwenyekiti wa Bazecha wilaya ya Babati. Leo nimewaita waandishi wa habari. Nahitaji kuongea na nyinyi na kutoa taarifa kwa umma wa mkoa wa Manyara kwamba tulipokea ratiba kuhusu kanda ya kati, ilikuwa ianze kufanywa kazi kuanzia tarehe 30. Waje viongozi wa kitaifa. Na sisi tulipangiwa kanda kaskazini. Yaani ilikuwa kutoka kanda ya kati wanaingia kanda kaskazini. Na ilikuwa tumepangiwa tarehe 30. Lakini sasa kutokana na sintofahamu iliyotokea juzi mahakamani, viongozi wetu kushikiliwa, kukamatwa, kupigwa, kuumizwa. Kwa hiyo ziara imesitishwa kwanza mpaka tuangalie hali ya viongozi ya afya zao, ndio watazindua ziara hiyo. Kwa hiyo hatutakuwa na mkutano hivi sasa, bali kama kutakuwa na mikutano ni baada ya kamati tendaji ya jimbo itakapokaa, kama itaamua kufanya mikutano ya kijimbo, basi tutapita kwenye kata zote kuweza kuongea na wananchi. Nipende kusema ziara hiyo imeahirishwa, lakini tutatangaziana, na tunajua watu wa Simanjiro wamejiandaa, Kiteto wamejiandaa kupokea ugeni, Babati wamejiandaa vizuri tu, Babati vijijini wamejiandaa, Hanang wamejiandaa, haswa kule Haidom wamejiandaa vizuri tu. Kwa masikitiko makubwa tunasema kupitia hali hii tunaamua kwanza turudi nyuma, tujenge defense, tujika freji, halafu tunaingia mzigoni. Tutapita kote, tutasema yale ambayo tunastahili kuyasema. Tutakwenda Mburu mjini, Mburu vijijini, msio na mashaka kabisa. Ziara itafanyika na itafanyika kwa nguvu kubwa. Tungojee viongozi wetu waliojeruhiwa wapate nafuu. Mheshimiwa John Heche makamu ilikuwa wewe katika maeneo ya Tanga, alafu Tundu Lissu awe Manyara. Ilikuwa kuja kufunga kwao, walikuwa waje wafungie maeneo ya Arusha. Maana akitoka Tanga anaingia Moshi, na huyu naye anakuwa katika mkoa wetu wa Manyara. Akishamaliza anakwenda Arusha, anakutana, wanaunganika pamoja, wanafanya mkutano wa pamoja pale Arusha. Ndivyo ilivyokuwa ratiba mwanzoni. Lakini sasa mheshimiwa wetu, mwenyekiti wetu amekamatwa. Tuzidi kuipa familia yake pole, na hata wale ambao wameumizwa, waliopoteza ndugu zao kwa ajili ya kadhia mahakamani, mimi niseme tuko pamoja nao na hatutawaacha, bali tuzidi kuwapa pole, na Mungu aendelee kuwaponya kwa wale walikuwa hai ambao wamejeruhiwa sana. Wengine wamepiga kwenye viuno, inawezekana viuno vimetenguka. Nini maana yake? Ndugu zangu, mna roho kama sisi na mna watoto kama sisi. Kibao kikigeuka, msije mkalaumu mtu. Sisi tuko na watu, nyinyi mko na mauniform. Sisi tunakaa na watu, nyinyi mko na mauniform. Kuathiri ratiba, kuna wenye mtazamo wa kutaka kujua Tundu Lissu anasema nini. Lakini sisi tunataka kusema chama kinasema nini. Sasa athari ya watu wanataka kumuona Tundu Lissu akisema, watakuwa wameathirika sana. Kwa sababu tunajua Tundu Lissu ana mvuto mkubwa sana wa watu. Bahati nzuri nimefanya naye kazi kwa muda mchache. Tundu Lissu haji na watu. Tumeirisha kutokana na hili lilotokea. Viongozi ambao ni waandamizi wa chama, kamati kuu, ndio ambao walikuwa ndio wanatembeza no reform no election, wamepata majeraha. Kama John Pambalu wameumia mguu. Mheshimiwa John Pambalu alikuwa mwenyekiti wa vijana taifa. Yaani hata aibu hawana. Ni wengi. Kuna mwenyekiti katibu wa Zanzibar
naibu katibu mkuu Zanzibar kaumizwa. Nini maana yake? Sisi tunasema hivi, mikutano yetu ya majimbo iko pale pale, kwa sababu kiongozi anakuja siku moja na kuondoka. Mikutano yetu iko pale pale. Ninaomba viongozi wa chama watengeneze ratiba nzuri, tuingie kwenye kata, tuingie vijijini, wao wakija wafanye refresh tu. Wananchi wameshaelewa, na tunakwenda kuhubiri no reform no reaction. Hatuna mahubiri mengine. Bila mabadiliko ya sheria uchaguzi hakuna. Ongea na wananchi. Lakini niseme sisi wote ni Watanzania, na wote tunahitaji kujenga nyumba pamoja, kwa ushirikiano, kwa umoja. Tushindane kwa hoja. Wekeni majukwaa, tushindane. Lakini ninachoshangazwa, serikali hii imetawala kwa muda mrefu sana. Hivi kulikuwa na sababu gani ya wao kutumia nguvu kubwa kiasi hicho? Kulikuwa na shida gani kutumia nguvu kubwa kwa kiasi hicho wanachokifanya? Watu wanapofanywa madhira kama hayo. Sasa ninaiomba serikali itoke hadharani iseme walio kwenda kukamata wale watu ni wakina nani, na kama Murilo yuko sahihi katika utendaji wake wa kazi, basi ajiuzuru. Ajiuzuru, kwa sababu watu wamefanya makosa siku ukiwa na ulinzi mkubwa sana wa jeshi la polisi. Ajiuzuru mara moja. Hilo ni la kwanza. La pili, ninashauri uongozi wa taifa, chama, wasiwe na matamko tu, kuwe na utendaji. Jumanne Murilo ashtakiwe, IGP ashtakiwe, kiongozi wa operation wa mkoa wa Dar es Salaam ashtakiwe. Sasa wakifika kule ndio atajipembua ni nani aliyefanya haya. Muangalie mfamaji. Mfamaji anapopebwa na maji anaweza kukamata unyasi ambao unyasi wenyewe ukiushika na mwenyewe unaweza kuondoka nao, lakini anajua utamuokoa na usiweze kumuokoa. Mna silaha nzito za kivita, tunajua. Mna mafunzo mazuri ya kivita, tunajua. Tunaelewa. Mnafanya training. Kamanda wangu Murilo, umesema nchi ina amani sana. Jeshi la polisi, kama kulikuwa na amani, jeshi la polisi lilikuwa linafanya kazi gani siku ile? Kama kuna amani, jana jeshi la polisi lilikuwa linafanya shughuli gani? Manake hata ukiweka doria, hata ukiweka doria, wewe Murilo ukiweka doria, sio kuthibitisha kwamba nchi ina amani. Unajua kuna vibaka na anaweza kuchafua. Makini sana. Pia najua kuna watu wanataka kujua namba yangu ya simu. Ni 0767449629. Yoyote mwenye swali la kutaka kuniuliza aniulize. Siogopi maswali, hata saa 4 za usiku niulize. Ukijua kichwa nitakutoa berenge mzee. Nitakutoa lokoto. Njoo kwa utaratibu wa kisheria, tukae tuongee. Ukiletea za kuleta nitakuletea za kuleta. Mimi sio hivyo. Ninajiheshimu na ninawaheshimu. Na ndio maana speech zangu zote napenda kusema ninawaheshimu, tuheshimiane. Tanzania ni ya kwetu wote. Acheni upuzi mnaofanya. Ninarudia tena, namba ya simu ni 0767449629.